Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Palamagamba Kabudi ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kilosa, na waziri wetu wa nchi ofisi ya Rais, kazi maalum lakini pia ni waziri mteule, waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu ambaye anakwenda kushughulikia sera, uratibu, bunge na watu wenye ulemavu, ambaye mimi nimemshikia kwa siku 2-3 hizi. Lakini Mheshimiwa Patrobas Katambi, waziri wetu wa mambo ya ndani na mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini. Waheshimiwa viongozi wote mliopo, wakiwepo viongozi wa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa kipekee mkuu wetu wa mkoa Albert Chalamila, na mpigie makofi mengi sana kwa sababu kaongea mambo mazito hapa bila hata karatasi. Si mlimuona hapa? Ana data zote, sio tu za mkoa huu lakini za nchi mpaka za mafuta. Hilo jambo la mafuta mmelielewa, mjalielewa? Wangapi wameelewa swala la mafuta? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru sana kwa maelezo hayo. Lakini pia hili jambo ambalo ameeleza vizuri kuhusu nyeti, mmelielewa pia. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndugu yangu wakili msomi Albert Msando, ambaye pia Mheshimiwa waziri mkuu, nikwambie tu, wakati sisi tukiwa kwenye majukumu yenu mengine ambayo mmetupa, mimi na Mheshimiwa Angela huwa anatushikia jimbo. Pigeni makofi mengi sana. Mheshimiwa Meya na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikutambulishe tu kwamba hapa tu upo kata ya Sinza. Diwani ametambulishwa, lakini nimtambulisha mwenyekiti wa CCM wa kata hii. Anaitwa Bwana Kasim Nangu na katibu wake yupo Halid. Kwa hiyo ya Sinza hii, na hawa ndio wenye Sinza yao. Niongee jambo moja tu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Moja, nikwambie kwamba wilaya hii ya Ubungo na hususan jimbo la Ubungo, uchumi wetu kwa kweli ni uchumi wa masoko. Hapa tuna masoko 8. Hapa ulipo ni kata ya Sinza, soko ila simu 2000 lina bidhaa zote muhimu. Lakini ukija asubuhi hapo utakuwa kina mama wengi sana pale wakinunua mahindi ya jumla kwenda kuuza kwingine. Kwa hiyo ni soko muhimu sana kwa uchumi wa wananchi, sio wa kata ya Sinza tu lakini mkoa wa Dar es Salaam. Ukisogea chini pale inaitwa kata ya Ubungo, wana masoko 3 muhimu sana. Lipo soko la Shekilango maarufu kama soko la kuku. Ukitaka kuku wazuri hapa unakwenda soko la Shekilango. Wanalo soko la Big Brother na lenyewe ni soko muhimu sana, lakini soko muhimu kabisa kubwa kwa mkoa wa Dar es Salaam linaitwa soko la Mabibo Mahakama ya Ndizi. Nimekuwa mbunge miaka 5 hapa, nimefuatilia kwa ukaribu kwa nini waliita Mahakama ya Ndizi, bado unaendelea na utafiti, lakini soko muhimu kwa mambo yote. Kiingia kata ya Manzese wana masoko 2 muhimu sana. Soko la Manzese ambalo soko kongwe kuliko yote mkoa wa Dar es Salaam. Kabla ya soko la Kariakoo, soko la Dar es Salaam alikuwa kata ya Manzese. Ndio soko la Manzese na ni maarufu kwa mambo mengi, lakini pia kwa kuku. Pale kuna machinjio mazuri sana ya kuku, na kisogea pembeni lipo soko la Uzuri Manzese. Ukienda kidogo ulikuwa niuliza hapa, unakuwa na kata moja, kata ya Makurumla. Wana soko na wenyewe soko dogo kidogo, lakini lipo mtaa wa Kagera. Ukienda zaidi unakuwa na kata inaitwa kata ya Mburahati. Wana soko muhimu sana, soko la Mburahati. Na ukienda pembeni yake ipo kata ya Mabibo, wana soko muhimu sana, soko la Garments. Kwa ujumla yake karibu 40% ya uchumi katika jimbo la Ubungo ni uchumi wa masoko haya niliyowataja, ambao jumla yake yanafika karibu masoko 8. Tuna kata kama 2 ambazo hazina masoko, kata ya Kimara na kata ya Makuburi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu TAMISEMI hapo kwako, tumeomba hili jambo tuwe na masoko katika maeneo haya kwa sababu ni muhimu sana kwa ajili ya bidhaa za wananchi. Kwa hivyo uwepo wako hapa ni muhimu sana kwa sababu umekuja hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, ikiwa ni sehemu muhimu ya ulinzi wa uchumi wa watu wa mkoa wa Dar es Salaam, hususan katika jimbo la Ubungo. Otherwise niseme kwamba wananchi tunaendelea na shughuli kama kawaida.
mambo ya uchaguzi yalishaisha, tupo bize kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na mwisho, eneo hili tumekuwa na changamoto mbili kubwa ambazo Mheshimiwa DC amezieleza. Changamoto ya kwanza ni hii ambayo ameeleza vizuri kuhusu juu ya umuhimu wa kuwa na kituo cha mabasi, kwa sababu ili soko lifanye kazi lazima liwe na wateja. Kama halina wateja hawezi kupatikana bila kuwa na kituo cha mabasi. Kwa hiyo ndio kimekuwa kilio kikubwa, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mara ya kwanza nilikuwa namwambia Ndile, mwenyekiti wao, kwamba changamoto huleta fursa. Changamoto hii tunashukuru umekuja kutufariji, lakini sasa ni fursa pia. Uwepo wako hapa, kuna changamoto leo zisiishe. Hili swala la stendi liishe lisiishe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwangu mimi tuna sifa mbili. Ni kaka yangu kimamlaka kwa sababu ni bosi wangu, ila mie ni kaka yake tunapotoka kule nyumbani. Na ili niongee kwa confidence, naomba nitumie kofia ya pili kama kaka yake wa nyumbani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeniambia mara nyingi unataka niendelee kuwa mbunge. Ili niendelee kuwa mbunge hapa, hawa watu kura zao ni nyingi sana. Mwaka jana ilibidi nije hapa, nilikuwa nimepotea kidogo kwa shughuli za waziri hizi. Sikuja, nilikuwa nimepotea kama miezi mingi. Nilipokuja walinishughulikia kweli. Walinishughulikia, umepotea, kura zetu upati. Nikazungumza nao kina Ndile hao, wakanielewa, wakanipa kula, na nilichowaahidi kikubwa swala la stendi. Si ndio ilikuwa hivyo? Hii atatue asitatue. Mheshimiwa Waziri Mkuu anataka niendelee kuwa mbunge ili kura hapa nizipate hapa. Neno moja tu kwamba mabasi haya stendi iwepo hapa, wateja wapatikane hapo. Vipi? Si sawa sawa? La mwisho ambao limeshatatuliwa, hawa watu walikuwa waondolewe wote hapa, wote kabisa, ili mradi wa kupisha mradi wa DART. Walisimama kidete watu wawili ambao walipigania sana jambo hili. Kwanza diwani wao na Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Awino na Chama cha Mapinduzi katika kata ya Sinza walisimama kidete sana. Lakini mnyongeni, lazima Mheshimiwa Waziri Mkuu nimsogeze ukijana. Ndile, kisimama hapa bwana. Chama gani? Sasa leo inapokuja kwenye kazi, angalia chama huyu anakwenda ofisi zote. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya mapambano hayo ya Mheshimiwa diwani, uongozi wa CCM hapa na uongozi wa soko hili chini ya Ndile, hatimaye serikali ilikubali mradi wa DART uwepo, lakini pia wafanyabiashara wawepo. Si ndio inapokuwa hivyo? Wapigeni makofi wote waliopigania soko hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Mungu akubariki kwa kazi kubwa unaifanya. Kama ulisema mkuu wa mkoa kuja hapa, ungeweza kusema wameshamaliza hapa, lakini kwa sababu unathamini maisha ya wananchi umefika hapa. Mungu akubariki, tunakuombea uendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais. Baada ya kusema asante sana Mheshimiwa Mkuu.